Najua nitakufa, sitapona ugonjwa huu. Na waacha Watanzania wangu, najua watalia sana, nami nitawaombea kwa Mungu. Naondoka nikiwa nimeachia taifa lenye umoja na amani. Wasia wangu kwao, waipende nchi yao kama wanavyopenda mama zao. Wajue hawana nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Leo ni miaka karibu 94. Sina siku nyingi za kuiacha dunia. Sitaki niende huko kwenda na aibu nyuma yangu. Maisha mwanadamu ni hadithi tu hapa ulimwenguni. Basi ndugu yangu, kuwa hadithi nzuri, kwa hawatakusimuliwa. Hilo ndio katika bara letu hili, sio tu Afrika ya Magharibi, lakini hata Afrika ya Mashariki kulikuwa na utumwa. Babu zetu walikuwa wanachungwa kama mbuzi, wakisafirishwa kutoka huko bara kuja mpaka Kilwa, Bagamoyo, kwenda Zanzibar. Na watu waliofanya hayo mnawafahamu. Sasa sisi ni wazaliwa wa babu zetu hao, lakini na hao walio wakitunyanyasa namna hiyo, na vile wanawajukuzaa. Sasa bila kuelewa tulikotoka, huko tunapokwenda mbele tutaendelea kutumika na wale waliotuonea. Kwa hivyo nataka tusome tulikotoka. Kila nchi na historia yake. Mimi nilipokwenda shule ya sekondari, tulikuwa tunasoma historia ya Ulaya. Historia ya Ulaya, mahimaya yaliyokuwa kule, wafalme waliokuwa kule, majuku sijui mahali. Lakini tulitumia historia ile kuona na sisi hapa vile vile tuna historia. Na historia ya nchi iliyokuwa huru kabla hawajaja kwa mataifa. Kwa hivyo katika kutetea uhuru wetu sasa lazima tuurute katika historia hiyo ya ukombozi. Inawezekana. Mimi unapoenda shule unaona rais kujua zaidi nani waziri mkuu wa Uingereza kuliko kujua chifu wako wa Kigoma au wapi sio. Mambo ya ajabu haya. Hilo ndio nataka kusisitiza. Sio kwamba nawalaumu hapana, lakini naeleza ukweli kwamba bila kujua ulikotoka utaweza kutambua na kutawala. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya, kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Kwa hiyo tusimame pamoja, tusibaguane kwa vyama, tusibaguane kwa ajili ya dini zetu, tusibaguane hata kwa makabila yetu. Sisi tuijenge